Okay. Hapa tena Sondia Bai, Sondia Mgojosoni ameiomba sana na sasa naomba tufungue mageti. Picha moja safi malizawa, lakini pia ikiwa chini ya Mgojosoni. Mimi wananiita Bai. Sasa leo naenda kuchambulia jaramba kibabe zaidi. Najua hujawahi kuipata ikiwa katika mfumo angavu kama wapa sasa inatoka OG zaidi. Wanasema katika maisha siku zote mtu akiweza kutambua udhaifu wa kile ambacho unakimiliki au udhaifu ambao unaweza ukakontrol kila kitu katika maisha yako, ni rahisi sana kuweza kukutawala. Lakini sasa leo niko na habari moja kabambe zaidi. Tuko na mtaalamu mmoja ambaye anaitwa Bai Kigaumwa. Mtu ambaye alikuwa ameingia zaidi katika michezo ya wale wajomba anajiita wawekezaji kwa hapa Bongo zaidi. Lakini sasa ni miaka hiyo ya kipindi cha nyuma zaidi. Mtu huyu alikuwa ni mashuhuri sana katika kutengeneza yale matreni, lakini shida ilikuja kwa sehemu moja tu, pindi ambapo kile alichokipenda kilikuja kuleta madhara makubwa katika familia yake mazima zaidi. Baada ya kujikuta ameingia katika kitu ambacho kimeisha kuwa kama ni ulevi kwa upande wake. Yaani wanasema michezo ya kuhakikisha anatengeneza nafasi ya kupata bahati ilikuwa imeishaweza kuingia katika Afrika yake zaidi. Lakini pia michezo hiyo ilikuja kutengeneza nafasi ya yeye kuweza kupoteza mke na familia mazima zaidi. Sasa unafikiri nini ambacho kilitokea mpaka bwana mkubwa akaja kupoteza nafasi ya kuweza kumiliki mwanamke ambaye aliishi naye zaidi ya miaka ikiwa ni 15 tu. Lakini sasa katika hilo taifa pia kuna watu ambao walihitaji kumchomoa mfalme waweze kuchukua kiti, lakini pia kuna watu walizaliwa kwa ajili ya kuzuia alio. Tuko na ule mkali tulikuwa naye katika Jumong, wanamuitaga Geuma mule. Sasa tuko na habari yake mpya zaidi, moja ya picha bora zaidi, lakini pia ikiwa safi kutoka Gojosoni Empire. Itakuwa inachambuliwa na babao. Mimi naitwa Follow DJ. Natokea DC Production, jumba la burudani pale 0686414059. Ungana na sisi tu ili uzidi kupata burudani ambazo zimetukuka zaidi. Ilikuwaje kwa mtu ambaye aliweza kupoteza familia kutokana na kupenda michezo yako? Hiyo lugha hiyo inabidi tuifiche, maana wajomba wachelewe kushusha mambo. Sasa twende katika episodi ya kwanza zaidi. Tunaanza kibabe zaidi. Wow, tunaanzia hapa. Okay, tuanzie hapa ikiwa ni episodi ya kwanza zaidi. Hapa tunakutana bwana mmoja mdogo zaidi, anaita jina Injon Bwa. Anasema kwa kile ambacho nataka au tuweza kufanikiwa kwa wakati huu. Basi mzee alitoa kete ili aweze kusukuma kidogo. Michezo wanacheza watu ambao wana utimamu wa akili kidogo. Kichwa ikiwa maandazi hauwezi ukatoboa. Anasema inaonekana bado hujakata tamaa. Lengo lako ni kuhitaji kulidondosha taifa kwa kula mfalme. Kuna kitu inaitwa king, ile kete. Anasema hasa kama kete inakuwa inashindwa kupata ulinzi, si tuna uwezo wa kutengenezea mazingira kuidondosha. Sheria anasema sio kwa wakati huu, kwa sababu vita yako unaoingiza watu wa Joseon. Sasa tutakutana katika mpambano ambao unaotaka. Anasema basi ngoja nione njia ambayo unaitengeneza kwa sasa bwana mdogo. Anasema basi jaribu. Jaribu kama unaweza. Anamwambia kilinuka pale pale. Sasa udogo analindoga na best swordman wa Joseon kwa kipindi hicho. Lakini pia mzee naye ana watu wake wa nguvu zaidi. Ila ni kwamba hakuna mtu aliyepitisha hata robo ya upanga wake ukamfikia Charlie. Picha moja ya kibabe zaidi. Wanaita the jackpot. Ikiwa chini ya Mgojosoni tu, kwa usipate moto, usipate mashaka. Turudi nyuma kidogo tu. Unajua alikuwaje kwaje mpaka watu wamefikia kwenye hali kama hii. Tulia wewe. Hizi picha za Gojosoni kuna namna huwa zinasetiwa. Anasema tutakutana makao makuu, na hapo ndo tutakapokutana kutimiza hatima yetu. Anasema Yinjwa, kwa sasa hauwezi ukatengeneza dunia yako wewe. Tayari kuna watu wako kwa ajili tu ya kuhakikisha wanalinda mzigo hapo. Wanaita jackpot, lakini ni chini ya Mgojosoni. Mwaka 1693 tunaanzia Anyang. Mama anafanya kazi za kuhudumia huko, lakini ghafla alishangaa kumkuta mume wake akiwa katika eneo ambalo anafanyia kazi na akiwa anafanya mambo ya kijinga zaidi.
Anaambia ni mtu aina gani ambaye muda wote umetawaliwa na michezo ya bahati nasibu, unashindwa hata kuikumbuka familia yako. Sasa itakuwaje kama nitakuwa na mtoto? Jamaa anambia wewe, Baekimani hawezi kushindwa kulea mtoto wake. Mimi niko vizuri bwana, lakini pia leo nahitaji uniandalie kamlo kazuri. Lakini pembeni kuna mnyama ambaye alikuwa analiangalia lile tukio vyema zaidi. Basi baadaye mama akiwa anarejea na kakitoa alikopewa na mzee mzima, anaona wenge mbele, ni kama kuna kitu kilisikika. Anasema jamani, mjasikia kitu chochote huko? Anasema hebu tuweke attention kwenye mchezo. Mwamba aliliwa, alafu akafumuliwa huko nje. Sasa anataka kukimbia. Kuna mama mmoja hivi ambaye anaitwa Ongmai. Anambia mani Geoma, wewe ulifanyaga mpaka babangu aliweza kupoteza nafasi yake kwa ujinga wako wa kutupoteza maboya. Umenisahau? Anasema utalipa kwa kile ambacho ulikuwa umeweza kukifanya. Kuna mtu ambaye anaangalia sana matukio yote haya. Anaitwa Injunwa, mwamba huyo. Basi watu hawa waliweza kumpatia kiasi kidogo cha fedha mzee mzima na kusema andakiwa acheze na aweze kulipa mara 2 tu kwa kile ambacho ataweza kukicheza. Chale yako kuchelewa moja kwa moja kwenye jumba. Mkali bae kigeumwa. Mwamba anajikubali sana. Hasa ndo kuna michezo ya kila namna. Wale wakamalia sugu. Chani huko hapo wenzenu ambao wanapita pita na mazaga. Mama alichukuliwa na ule mtu aliletwa sehemu moja. Kumbuka alikuwa na njaa sana. Kaanza kula chakula na hiyo mbuzi Katoliki hapo. Basi mtu ambaye alikuwa ni mgeni wake aliweza kufika. Anambia nini ambacho kinakufanya ule pasipo kufikiria? Kama unafikiria ingekuwa ni sumu, si ungekuwa umeishapotea. Lakini mimi na kazi moja na wewe. Anasema kazi yako unahitaji ufike Paris, ukawe kama mfanyakazi tu. Kwa hiyo kazi moja nitakulipa vizuri zaidi. Anasema kwa hiyo unahitaji mimi nifanye hiyo kazi kwa mbadala wa nani? Na nitawezaje kuingia Paris? Anambia kuna njia. Basi naambia upande wa pili mzee mzima bae kigaumwa. Umesha mchapa salio. Mama ndo tafakari sana, aliweza kupokea kile kiasi cha fedha na ukihifadhi nyumbani. Lakini pia alipewa mwongozo tu wa nini anatakiwa aweze kufanya pindi ambapo atafika Paris. Basi alifuata maelezo zaidi. Kuna kitu kinaitwa lotus flower. Huko Bongo ni kama gimbi, jani la gimbi. Basi alifuata kile alichoambiwa na mtaalamu. Wanamuita Yinjunwa. Alisema hakika itakuwa ni sehemu ya kwanza tu kuweza kutengeneza step za mfalme kuweza kusogelea. Sasa jamaa anajuaje yote haya? Mkali Yinjunwa amemsoma mfalme kiasi gani? Basi mfalme kweli alipita na baada ya hatua 5 kufika mbele aligeuka. Yaani kama alivyoyasema mwamba ndio mambo yanavyozidi kutokea. Hatari na nusu. Anamwambia upumue, uvute pumzi mara 3 na mara ya pili tu ndo uitike endapo utasikia sauti ya the king ikiwa inakusemesha wewe. Anasema sababu nini ya hiki ambacho umefanya. Anasema hata hivyo kwa majina yangu naitwa Boksan. Sasa Queen Maza aliweza kuishuhudia lile tukio. Anaitwa Jang Okjang. Kajua tayari mfalme kuna namna anaweza kaleta shida. Na kwa hiyo naambia upande wa pili mfalme kwa mara ya kwanza tu kumuona yule binti aliweza kuita wataalamu wa kuchora kipindi hicho. Aliweza kuchora picha moja nzuri sana na mamba anaiangalia sana. Hata alimjomba kasha nasa. Sasa leo akiwa anapiga target katika uwanja moja maalum. Waziri anamzifia sana. Anasema unawasikia hao? Hizo ni kejeli za usaliti. Hawana chochote cha kuniambia. Ni kwamba hiyo siasa ndo ilivyo. Siasa inatakaga uongo. Lakini uchalini kama kuna mambo aliyapitiaga na anagaza sana na mfalme. Akaweka imagination kwamba kwa sasa alimweka target mnyama the king, lakini ni imagination tu. Sasa mtu ana shida gani na mfalme? Na ndo Swordman ambaye anamlinda mfalme kwa sasa. Dogo alikosa target. Mwamba akamwambia kwa wakati mwingine unatakiwa uwe bora zaidi. Ilikuwa ni mawazo tu. Hebu tupate kistori kidogo cha kujua Ucheli nani. Huyu kumbe ni miongoni mwa watu ambao wamepandikizwa na mkali Yinjunwa kwa kazi moja maalum sana. Anasema muda ambapo utafika na zile siku za usoni zinazokuja itakuwa ni siku za kukamilisha target ya mshahara wetu kufikia sehemu ambayo tunaitaka.
Sasa unaambia alfajiri na mapema mfalme alipitia sehemu ambako kuna vijakazi na moja kwa moja mpaka kwa binti. Anasema usema jina lako unaitwa Boksani Basi nitaliweka katika akilini. Pande wa pili kwa mzee mzima ashaliwa. Sasa yuko nyumbani. Anaangalia chochote ambacho anaweza akapata kama mbada ili aende akacheze mchezo tena. Lakini sasa upande wa pili mtambichi akiwa na bibi anamwambia kitu kimoja tu. Binti anamwambia tayari mimi nimeelewa. Anasema sasa utaolewaje na mtu ambaye ameisha kuwa addicted na mambo ya bahati nasibu. Hawezi kuienda ndoa. Mama anasema nahitaji kuondoka na nitarejesha fedha zako. Lakini anamwambia upande wa pili mzee alienda kubeba picha ambayo ni hazina ya familia na kiasi cha fedha asichojua kimetoka wapi na kwenda kucheza mchezo wa bahati nasibu. Hata hivyo kwa sasa ni kwamba mzee alichapwa, yani aliliwa kila kitu. Mama ndo akagundua huyu jamaa ameshabeba mpaka fedha asiyotambua ni fedha namna gani. Mama alichoka. Moja kwa moja alimfuata mzee mzima tu. Anamwambia niko tayari kwa kile ambacho unahitaji nifanye kwa upande wako. Asema basi kwa sasa nahitaji uwe king's woman. Yale kio ni moja ya wanawake wa mfalme. Kwa hiyo naambia si kwamba anafuata mzee mzima yuko na picha. Anacheza na bibi. Lakini binti aweza kumwambia mfalme kitu kimoja tu. Anasema tayari mimi niko na mume ambaye naishi naye. Ili mletea mpaka ugonjwa wa mzee mzima. Aliweza kuita masekretari wake wawili ambao wanaamini sana. Na aliweza kumpatia daily routine, yani ratiba ya mama kuanzia asubuhi mpaka jioni na mambo mengi ambayo anayapitia. Lakini sasa kwa Queen Maza naye aliweza kumchomoa binti katika jumba akiwa na hasira. Anajua anataka mharibie. Sasa anamwambia The King kwa sasa akili yake hajakaa sawa zaidi. Charlie sasa itumia nafasi hii anamwambia yote yanatokea kwa sababu ya yule mfanyakazi Choi. Mimi na njia ya kuweza kukusaidia. Mwongozo alipewa na mzee mzima. Huyu Charlie anaitwa Jinso. Mambo haya. Basi unaambia upande wa pili mzee mzima ni kwamba leo alikuwa anabeba pete za harusi na kwenda kuzicheza katika mchezo wa bahati nasibu. Hata hivyo mama alichoka tu. Aliweza kumpa heshima yake na sasa kumwacha na maisha yake. Lakini kabla hajatoka waliweza kufika wadeni wake wakina Oma. Anasema sasa na mashindano makubwa sana yanakuja vigogo. Watu wenye pesa wanakuja kucheza katika makasino yetu na watu hao hawajui kama alivyo. Twende ukatuwakilishe. Mzee ndo alichukuliwa aende akawakilishe. Basi anaenda kucheza na tajiri moja mkubwa sana. Huyu ni The King, lakini kwa sasa anajifanya ni mtu ambaye tu ni kama mfanya biashara, amekuja kuburudika. Unajua siku zote tamaa waga inatengeneza udhaifu sana. Hasa watu walikuwa wamejipanga sana kwa ajili ya kuhakikisha wanatengeneza nafasi ya kuweza kumdondosha mtu huyo, kwa sababu tayari udhaifu wake walikuwa wanaufahamu vema tu. Anasema basi mimi sijui chochote kuhusiana na hiyo michezo. Anaambia vipi kuhusu Sangyuko? Vipi kuhusu Sangyuko? Huo ni mchezo mzuri sana. Tunaweza tukacheza Anasema mimi nataka tucheze michezo mepesi ambayo itakuwa na sheria nyingi tu na nitaweka nyangi zaidi ya 100. Mwamba anazidi kulagaiwa tu. Sasa ziletwa chupa 2 tu na Mwamba akaambiwa bashiri yake ni juu ya picha yenye pombe. Mzee baada ya kuangalia kwa umakini akapata. Anasema hakika wewe ni boya. Lakini upande wa pili ndo mke wake sasa alikuwa analetwa katika ile eneo ili aone namna gani mume wake kwa sasa hayuko vyema katika kumfikiria tena, ameingiwa na tamaa zaidi. Basi unaambia baada ya kushinda mzee mzima alitoa sarafu moja ya zamani sana. Anasema hapa kuna mchezo tunahitaji kucheza. Inafahamika tu waga ni mwenge na kichwa. Lakini katika kumbukumbu za kichwa cha mzee mzima Bae Kigauma anakumbuka 9 ya 10 ya hii sarafu waga inaangukiaga upande wa kichwa tu. Kwa hiyo sasa akili yake ikamtuma kule. Kila anapozungukwa yeye anataja tu upande wa kichwa. Mzee kila akiweka chafu alipewa, kumbe kuna special coin ambayo watu walienda kwa ajili ya kumchezesha mzee. Basi mzee baada ya kuona analiwa sana alikuja na wazo moja tu. Akasema hapa lazima abadilishe sarafu, lakini kila muda anavyochagua upande wake unakuwa sio sahihi zaidi. Anasema iko upande wa kichwa tena, kwa hiyo kwa sasa umeliwa. Bae Kigauma yeye anaamini tu sarafu siku zote itaangukia upande wa mwenge. Mama yamwambia cheza kiboya tu, baada hapo utatoa majibu kwa kile ambacho unakifanya.
Basi mzee mzima akachenji. Sasa nahitaji tutumie sarafu nyingine. Basi sarafu ilivyozungushwa, Mwamba akasema subiri kwanza. Lakini kwa sasa alikuwa ameliwa kila kitu. Moja kwa moja mzee mzima alivyoboya akatoa tena pete. Mwamba akaziangalia, sasa ndo naitaka hii. Anasema kwa hii inanishawishi kidogo, lakini kwa sasa nahitaji kumpata mmiliki wa hizi pete. Kama utaweza tutacheza mchezo. Jamaa shangaa manyange anaondoka yote haya. Anasema basi nitamweka mama achukue nafasi ili niweze kukumaliza. Na mama anashuhudia. Mzee mzima mbovu kinyama. Yaani kwamba kwa sasa ameisha kubaliana na yote, kwamba mama aende ili mradi aweze kushinda. Mwamba akamwambia basi tutaweka bashiri yetu katika pombe ambayo unaweza kuiona hapo mbele. Anawaza na anakumbuka kipindi kile wanagonga hii mambo, aligundua pale vikombe vilikuwa viko 7. Lakini sasa mzee mzima akamwambia hapa ni vikombe 6. Mwamba alichagua 7. Kweli kufika kikombe cha 7, goma likachange. Anaambia hiyo ni 6. Mjomba ashaliwa. Mambo hayo. Tunaunganisha, kwa hiyo usikose kidude. Tuko chap kwa haraka zaidi. Anasema haiwezekani. Vilikuwa 7. Mambo imeshaenda. Mzee alipigwa michezo. Anaambia ulihesabu vibaya, kwa sababu tayari kuna kikombe pale kilikuwa kimeisha punguzwa. Hilo ni wenge lako sasa. Anasema hata hivyo ungeniachia mke wangu. Anasema sasa wewe ulishatengeneza nafasi ya kutupatia ushindi. Asante kwa zawadi hiyo. Mwamba amini kile kilichotokea, amepoteza tumaini. Sasa mzee mzima anaipapasa kuikagua hii mambo. Ni kweli yenyewe au nimepigwa? Cheki uchebe kama wafalu DJ. Huku mzee alichezea sana, na baadaye rejea nyumbani akiwa amechoka kama baba yenu. Tasikia ngatere une. Anasema ukujua unacheza na nani? Anasema yule alikuwa ni mfanyabiashara. Anaambia umecheza na mfalme na umepigwa changa kwa sababu amekufanya wewe mjinga kwa kile ambacho ilikuwa ni tamaa yako. Sasa mzee mzima muda ule anakuja kuleta shida huko katika Paris. Lakini Mwamba ndo muda ambao anaandaa kwenda kuikamilisha shughuli, kwa sababu tayari ameshaweza kujishindia dodo. Mzee alichomolewa pamoja na fujo zake. Sasa mfalme alimaliza kile ambacho anakitaka. Basi alfajiri kama ilivyo kawaida, aliweza kukubaliwa akiwa kama ni mwananchi tu apate nafasi ya kukutana na the king. Jani akiwa anapita aliona kila dalili ambazo zinaonesha leo mvua inaweza ikanyesha. Siafu visamaki kucheza kwenye maji, hivyo akafika kuleta malalamiko yake. Anasema ile ilikuwa game ya uhalali. Nahitaji tucheze game ambayo itakuwa ya uhalali zaidi. Anasema mke wangu ni kila kitu kwangu. Anasema basi mimi nitafurahia matokeo yote ambayo utataka. Basi tuende katika beti ambayo unaitaka. Anasema basi leo ndaweza kutengeneza beti. Na mimi naamini itakuwa ni fair beti. Anasema leo mvua itaweza kunyesha. Hii ni kutokana na ishara ambazo aliziona mkali Bae Kigaumo. Mwamba akamwambia basi sawa, mimi nitachagua opposite side, yani mvua itanyesha. Sasa mzee mzima nikusikilizia kwamba mvua inanyesha saa ngapi. Anambia mfalme utakwenda kupoteza kwa sababu kila kitu iko upande huo. Mfalme hakujali. Mzee mzima alifurahi sana kwa sasa kwa sababu mvua tayari iko inanyesha. Hivyo anaamini ameweza kumshinda mfalme. Ni nyimbo za ushindi tu. Anasema Bae Kigaumo amemkalisha the king na mvua imenyesha. Sasa shida ni kwa mama. Hao viumbe wakisha sogega mbele hatua 2 au 1, ni ngumu sana kuwarudisha hatua ya nyuma. Anasema nimeshinda. Anasema lakini sio kwa wakati huu. Umeshachelewa kwa sababu muda hujawahi kurudi nyuma. Anasema nini ambacho unaongea? Hebu turudi nyumbani tukayajenge. Lakini kwa sasa mama amemwambia hapana. Nilikupatia nusu ya maisha yangu, lakini uliyafanya kama mchezo na kuyafanya kama mdoli tu. Sasa nimeshachagua upande mwingine na kuweza kuishi katika maisha yangu. Anasema mke wangu, una baridi, una mvua, nitachoka mimi. Utajua mwenyewe tu. Sasa mzee alishakosa kila kitu. Tamaa imemponza.
Lakini sasa upande wa pili kwa mtaalamu Injunwa, wanamuita mastermind mwenyewe, naye kuna kitu anateta kwa sasa. Yuko na kijana wake Kengso. Anasema nini ambacho nakifikiria hizo? Anasema kwa sasa anahitaji kufungua mbawa za mawingu na kutengeneza Johnson mpya. Miezi 6 baadaye tu mama aliweza kujifungua, na hivyo mtoto alisomeka kama ni premature. Anaga mtoto wa miezi 6 akawa complete. Lakini maisha ya mzee mzima upande wa pili kwa sasa ni kwamba amekuwa hayako sawa zaidi. Anawaza vitu vingi sana. Uvumi ulisambaa sana juu ya skendo ambayo ilimkuta Madam Choi kutokana na kile ambacho aliweza kupitia. Anasema sio na wasiwasi, mimi niko tayari kukabiliana na kila kitu. Na hata hivyo mawaziri alimwashia moto mfalme kwamba haiwezekani bwana, huyo mtoto hawezi kuwa crown prince kutokana na kile ambacho kinaendelea. Anambia chunga midomo yenu, njia yangu naijua mwenyewe. Kwa wakati mwingine tusijadili mada za kumhusu Lady Choi. Basi kalifika katoto kake ambako kalikuwa kanaitwa Prince Yeon kutoka kwa Jang Okjang. Hata hivyo Jang Okjang naye alipata nafasi ya kwenda kumtembelea Lady Choi. Anasema ni makosa yangu. Anambia una kosa lolote, sheria ziko wazi, wewe Charlie ataenda kukatishwa moto kwa sababu yuko premature. Basi waliweza kumuita Yingso na kumwomba kitu kimoja sana. Anasema hakisha unafanya kila kitu kumsaidia mtoto. Anambia vipi akijua yeye ndio mwa. Anasema tengeneza mazingira ya kumfikisha mtoto japo kwa babake tu. Mzee mzima akiwa amelala huko ana ile wala lile. Anambia mtoto amezaliwa ndani ya miezi 6. Hii ni chapa yako. Kwa hiyo tulia na uitunze. Mzee alifurahi sana, mzee Bae kikaumwa kwa kile ambacho aliweza kukipata kwa wakati huo. Lakini upande wa pili kwa The King, yeye anajua kila kitu, alafu anafungaga ajue. Mama analia kwamba Kachalika ameweza kukata moto. Kumbuka ameweza kukaokota huko mitaani kutokana na ugonjwa ambao ulikuwa unasambaa. Watoto wengi walikuwa wanakata moto. Upande wa pili kwa Mastermind Yinju, anaitoa taarifa kwamba mtoto ali right. Yes, wow, mambo hayo. Sasa tunazidi kusonga tu. Lakini sasa upande wa pili kwa mzee mzima Yinju, alitoa taarifa kile ambacho kimetokea. Akamwambia uchalie kitu kimoja tu, huyo mtoto yuko kwa babake na kisha unaweza kumaliza baba pamoja na mtoto ili kuweka mambo yanakaa sawa zaidi. Kwa hiyo fuata kile ambacho nimekuambia kwa sababu hakuna kitu tofauti na hicho. Lakini pia upande wa pili kwa The King naye kuna kitu ambacho alikuwa anateta na watu wake wawili maalum sana. Kuna kazi aliweza kupatia. Sasa ni kazi ya kumsaka huyo mtoto. Lakini baba alikuwa na machale, anacheza mbele na chali kwa poli, alafu wajomba anamfuatilia nyuma. Alikalishwa. Anasema hawezi kufanya nafasi ya kuweza kusaidia maisha ya huyo chali. Lakini kuna Black Ninja pia aliweza kuingilia. Ikawa ni kama mtu tatu ndani ya track moja. Anasema nani ambao unazuia? Na majibu yalikuwa ni ngumu kupatikana. Zio kimbia na Charlie kwa bahati mbaya. Inaonekana kama Charlie kuna kitu kiliweza kumfika. Watu wakaondoka wakiamini biashara imeisha. Lakini huyu mmoja ambaye alisalia aliweza kupeleka ushahidi kwa mzee mzima Yinju ya kwamba kuna watu waliweza kuingilia na mchezo wa kujua kama umekamilika vyema. Basi kalikuwa kanafika ni kale kamama kwenye dangulo kule. Kalipewa kama nyangi 500 tu. Mzee anakapa kazi moja maalum sana. Anasema kesho namletea huyo mtoto wa Bae Kimani kiumwa. Nitakupatia mara 2 hicho ambacho nimekupatia. Anasema hiyo kisio kesi, wewe subiri tu. Anasema lakini mtu yule aliyeingilia alikuwa na ujuzi wa kutumia mishale. Kweli kuna watu baada ya kumfuatilia mzee mzima waliweza kugundua ni mzee mzima Kang Yiso. Basi ataweza kutoa majibu kwa kile ambacho ameweza kukifanya. Na hii mahojiano ilikuwa chini ya The King. Anasema ukiniambia Yiso kwa uchache mengi ya yale ambayo najiuliza katika akili yangu, huenda itanifanya mimi nibadilishe maamuzi yangu juu yako. Sasa nipatie mtu huyo ambaye alikutuma kazi ya kuja kunipeleleza mimi na kuniingiza katika mitego yote. Basi alfajiri ambayo inafuata mzee mzima akiwa anacheza na kijana yake Yiso. Kijana alikuja kwa kazi moja maalum tu ya kuja kummaliza mzee mzima ili kuweza kusaidia maisha ya mtoto wake. Lakini hata hivyo mwamba hakuwa na wasiwasi wote Geumo kwa sababu anamjua vema huyu kijana wake Kali Yinju.
Charlie anapiga mishale tu, lakini mwamba ndo kwanza wala hata oneshi hofu hata kidogo. Dogo vipi? Mbona kama anajaribu kucheza sehemu ambazo nilimkatazaga. Hiyo mambo hiyo. Nafikiri itakuwaje sasa? Basi Charlie kila akipiga ni chafu, akazituma 2 kwa mkupuo. Lakini sasa ikawa mbakia moja tu, na sasa kila mtu anahitaji kuimaliza target yake. Charlie aliweza kupiga, lakini shida ni kwamba alitoa upande wa makali, lakini yeye mzee mzima alipiga upande wenye makali, hivyo aliweza kumkatisha moto kijana wake mazima zaidi. Mambo hiyo. Anasema mbona kwa mjinga kiasi hicho, si kufunzaga uwe boya kiasi hicho, lakini nitachukulia uangalizi juu ya binti yako ambaye anaitwa Daimiso. Basi ilikuwa ni ahadi ya mzee mzima injoa kwa mkali kwa kile ambacho kiliweza kumpata kwa sasa, ya kwamba mtoto atakuwa chini ya uangalizi wa mzee mzima. Moja kwa moja alimfuata mama akiwa na gaza zaidi, na hapa mama alikuwa anajaribu kuleta mabishano kidogo. Anasema kutegemea kuniona mimi lakini sasa itakiwa nipatie heshima. Kwa sasa umeweza kupoteza kitu ambacho kilikuwa ni muhimu sana kwa upande wangu. Lakini naomba nikwambie kitu kimoja tu. Kama unahitaji kumpata mtoto wako, njoo sehemu moja ambayo inaitwa Westgate. Huko utaweza kumpata mtoto wako. Tofauti na hapo biashara itakuwa ngumu zaidi. Anasema kama utahitaji kumsaidia, wewe njoo mida ya usiku tu katika hiyo location ambayo nimekupatia ili uweze kumsaidia mtoto wako. Arambia kama unamhitaji mtoto wako, basi ni vema ukafika sehemu ambayo nimeshakupa location, kwa sababu tofauti na hapo hakuna kitu utaweza kulamba. Umepoteza mtu ambaye alikuwa ni nguzo kwa upande wangu. Lakini sasa tunakuja upande pili kwa mzee mzima huko. Mambo yuko na Charlie huko anazidi kusogeza mambo. Lakini sasa katoto ni kwamba kanaharibu biashara. Watu wanaondoka kwenye mchezo. Mzee mmoja ambaye ana mambo ya kishamani kidogo, baada ya kumshika mtoto huyo, kuna kitu ambacho aliweza kutambua. Hivyo aliweza kumumba mama moja aweze kumpatia maziwa mtoto huyo. Lakini sasa baada ya kumwangalia, Arambia bado hujapoteza sana, kwa sababu katika maisha yako bado naiona nuru iko mbele yako. Anasema basi ngoja tuangalie utabiri juu ya huyu mtoto na tuweze kumpatia jina. Mambo ikizungusha inasoma Daigiri. Ndo jina la mtoto ambaye nazalima na hatima au na nyota ya kiuongozi. Anasema huyu anaweza akaja kuwa mfalme, lakini pia anaweza akaja kuwa ni kiongozi wa watu. Sasa hizi kao zianza kumchanganya mzee. Akaiche sasa, kwa sababu mtoto inasadikika na chembe za kifalme, huenda ni mtoto wa mfalme. Agundue sio mtoto wangu, ni mtoto wa mfalme. Basi chapu kwa haraka akili yake ilichomtuma ni kwenda kumbwaga Charlie huko ndani kwenye maporomoko, na alijisifia sana. Anasema nimeisha wakomesha nyie, maana baki mane geumwa hawezi kuwa boya kiasi hicho. Nimeisha ondoa ushahidi wa kila kitu. Lakini sasa cha kushangaza, Charlie kula alikoenda aliokotwa na mzee mmoja. Akamwambia mane geumwa, hauwezi ukakimbia hatima ya huyu Charlie. Sasa huko alikutana na Omar. Kumbuka ameshapewa hela mingi tu za kwamba akimpeleka Charlie kwa mzee mzima yeye atapata kibunda. Sasa ndo anamchukua kiurahisi hivyo, mzee mzima akiwa na namna ya kuweza kumsaidia. Basi alimfuata mhusika. Anamwambia mtoto ameishaenda. Na yote sababu ni ujinga wako. Unashindwa kuwa na akili ya kufikiria. Basi kweli Kacharika alifika kwa mzee mzima. Amba alifurahi sana. Anasema hakika wewe una laki feti, yani una hatima yenye bahati sana. Lakini upande wa pili kwa mzee mzima The King anapiga mahesabu sana, kwa sababu kwa sasa aligundua mke wake ameweza kutoka na anaelekea sehemu moja kwenda kuhakikisha anatengeneza nafasi ya kuweza kumsaidia Charlie. Mzee kwa ameshaweka target upinde na mishale, na Charlie amewekwa mbele kule kama ndo sample ya kitu ambacho anahitaji kukishambulia. Mama aliweza kufika kwa wakati. Anasema niambie nini naweza nikafanya ili kuhakikisha naokoa maisha ya mwanangu. Basi mzee mzima alimwambia kitu kimoja tu, katika hizo kadi 3 hapo naomba unitafutie ile ambayo
ina namba 10 na hiyo itafanya nisababishe mambo yakae sawa. Ukiona kosa mimi nitakuwa naachia. Chagua kwa haraka. Mama anachezeshwa mchezo. Kila kichambua ni hewa. Anaambia una nafasi ya pili. Mama pia akajaribu kwenye nafasi ya pili kama ataweza kusaidia maisha ya Charlie, lakini mambo ikawa ngumu zaidi. Sasa kadi ambayo imesalia kwa wakati huu ni kadi moja tu ili iweze kusababisha mambo yakae sawa zaidi. Mtaalamu anajikoki na kujiweka vyema zaidi. Mama kabla hajashika, kuna mtu inaonekana katika ile eneo anahitaji kuingilia biashara. Anasema muda mrefu sana, mambo magumu zaidi. Lakini sasa anasema ngoja tuangalie juu ya bahati ambayo imesalia kwa upande wako, kama utaweza kuokoa kile kilichosalia. Chagua moja ya mwisho. Mama anatakiwa chague ya mwisho. Anasema sijachelewa rafiki wa zamani. Nimefika kama mshua na mimi ndo ndachagua mambo ambayo itakuwa sahihi, na kuanzia hapo ukae mbali sana na familia yangu. Mkali bae kigeumwa anasema yeye biashara atakwenda kuimaliza kwa sasa na yeye anajua nini ambayo anaifanya. Kumbuka ni mkali wa michezo. Sasa mzee mzima atatoboa kuichapua hiyo karata namba 10 ikiwa ndo iliyosalia zaidi. Na tukutane katika episode safi inayofuata kuzidi kuenjoy jalamba bomba zaidi. Hii ni Sound ya Falu DJ kutoka Gojosoni Empire. Lese chao kamsamida. Tuone hatima mzee kama atafanikisha kuokoa mchezo wa kuipata hiyo kadi. Kamsamida.